Mkristo, amka. Na Pastor Ezra Moyo. Nasema karibu ndugu mpendwa katika Kristo. Karibu kwenye kipindi chetu cha Mkristo Amka ambacho tutakuwa tukikiendesha kila wiki ili tupate kupata maelezo ama mafundisho ya Mungu kwa usahihi. Mimi ambaye nitakuletea kipindi hiki naitwa Pastor Ezra Moyo, ambaye nitakusaidia kwa mafundisho haya ya Biblia. Mafundisho yetu tumeyajenga kwenye kitabu cha Waefeso ile sura ya 5 mstari wa 14. Napenda tusome pale ili tupate kuelewa nini ambacho kimenisukuma ili nipate kuleta mafundisho haya kwa Wakristo wapendwa. Tufungue Biblia. Waefeso ile sura ya 5 mstari ule wa 14, Biblia yangu inasema hivi: hivyo usema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Nimeona ya kwamba kanisa la leo limedumazwa kiroho, limelala katika kiroho, limekosa kufufuliwa kiroho, na ndio maana nimependa nifufue watu ambao wamelazwa katika kiroho, kwa sababu mafundisho mengi ya uongo imeingia kwenye makanisa, pamoja na miujiza ya kichawi imeingia kwenye makanisa. Kwa maana hiyo nimeona vema ili nipate kuleta mafundisho haya yapate kufufua Wakristo ambao wamelala kiroho. Na najua ukinifuata vizuri kwenye mafundisho haya utakuwa wazi na utaamka kiroho, ili yatakusaidia. Kwa maana hiyo tuombe Mungu ili atuongoze kwenye mafundisho haya. Baba yetu na Mungu wetu uliye juu ya mbingu, na kuamini wewe ni Mungu mwenye uweza, ambaye wewe hauwezi kupoteza walio wako. Nakumbuka Biblia inasema kwamba walio wangu hawatapotea kamwe. Kwa maana hiyo naweka msikilizaji wangu katika mikono yako, uendelee kumweka wazi, fungua masikio yake ya kiroho na ya kimwili apate kunasa yaliyo yako. Na vile vile mafundisho haya Mungu, naamini katika jina la Yesu yatakuwa mazuri na yataleta ufunuo, yataleta ufufuo wa walio wafu katika kiroho. Asante kwa sababu utatusaidia kwa muda wote ambao tukienenda tukifundishiana neno lako. Naamini utatubariki kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu, tusome kwenye kitabu chetu hiki cha Wathesalonike wa kwanza ile sura ya 5 mstari ule wa 5 hadi wa 8 ili tupate kuelewa nini Mungu anapenda kwetu. Biblia inasema hivi: kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana. Sisi si wa usiku wala wa giza, mbali tusilale usingizi kama wengine, mbali tukeshe na kuwa na kiasi. Maana walalao usingizi ulala usiku, pia na walewao ulewa usiku. Lakini sisi tulio wa mchana tuwe na kiasi, hali tukijivika kifuani imani na upendo, na chepeo yetu iwe tumaini la wokovu. Ninapenda nikuweke wazi kufuatana na andiko hili ya kwamba sisi ambao tumemwamini Kristo si wa usiku tena, kwa maana sisi ni wa nuru, wa mchana. Biblia inapenda kuweka wazi kwamba tusilale, kwa sababu wanaolala ni watu ambao wanakuwa katika usiku, katika giza, ndio watu wanalala. Lakini watu ambao wako katika nuru ni watu ambao wamekesha, wako kwenye nuru, na Yesu Kristo ni nuru ya ulimwengu ambao sisi tunamwamini. Kwa maana hiyo sisi ni wa nuru, si wa giza tena, na chepeo yetu ni wokovu ambao tutakuwa tumeweka kwenye dira, kwenye kifua. Imani letu katika Kristo tu tumeweka kwenye kifua, na chepeo yetu ni wokovu. Na kwa maana hiyo kuna andiko nyingine ambayo itatusaidia kwenye mafundisho yetu ya kwamba ukisoma ile Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 16, Biblia inasema kwamba kila andiko
lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu. Kwa maana hiyo maandiko yatatusaidia kutuonya, kutuondoa katika hali ya usingizi ili tuamke. Kwa maana wakati tutakuwa tunaenda na kila andiko kwa kila swali ambapo tutakuwa tukijiuliza, maandiko yatatuweka wazi ili itatusaidia ili tupate kuelewa nini Mungu anapenda kwetu. Itatusaidia kutuweka wazi kwa wale walimu wa uongo. Itatuweka wazi kwa yale mafundisho ya uongo ambao wamejiingiza kwa siri ndani ya makanisa. Mkristo, amka. Ndugu mpendwa katika Kristo, nasema tena karibu kwenye kipindi chetu na kusogeza kwenye kipindi chetu upate mafundisho ambayo nimeyaandaa. Fundisho la kwanza nitafundisha utofauti ulioko kati ya kosa na dhambi. Hapo nitafundisha, je, kila kosa ni dhambi? Tena nitakuonyesha ya kwamba je, dhambi ni nini? Tena hapo nitakueleza nani anayekosewa ama nani anayetendewa dhambi. Tena nitakufundisha hapo nikueleweshe vizuri wakati gani tunatenda dhambi na wakati gani tunakosea. Kwa maana hiyo katika hali hizi zote ambazo nitafafanua hapo, itakuelewesha vizuri kuelewa kosa ni nini na dhambi ni nini, kwa sababu watu wengi wanachanganya, wanaweka mahali pasipo dhambi anaweka ni dhambi. Na kwa somo hili nitakuletea mfano kidogo tu kabla sijaingia kwenye somo langu vizuri, ambalo nitakufundisha vizuri uelewe utofauti ulioko kosa na dhambi. Kwa mfano, naweza nikakuuliza mfano tu, je, mtu kula nyama ni dhambi? Lakini kuna watu wanaofundisha kwamba kula nyama ni dhambi. Je, kula mbwa ni dhambi? Hiyo nakupa question mark ambayo nitakuelewesha kwenye somo ambapo nitafundisha vizuri kwenye somo hili. Ama je, kula mayai ni dhambi? Lakini kuna watu, mila na desturi za watu wengine wanakataa vitu kama hivyo kufuatana na mila na desturi. Je, Biblia inasema nini? Ni kosa au ni dhambi? Kuna sehemu ya pili ambayo nyingine nitaleta kwenye mafundisho yetu ya Mkristo Amka, ni utofauti wa miujiza ya kimungu na ya kichawi. Kwa sababu kwenye utangulizi wa somo letu nimesema, kwenye mafundisho yetu nimesema kwamba kuna watu wamejiingiza kwa siri ndani ya makanisa, na hao watu wa kichawi, wa miujiza kichawi, nao wamejiingiza ndani ya kanisa. Kwa maana hiyo na wao wanafanya miujiza yao kanisani, lakini utawajuaje? Na ndio maana nakwambia Mkristo amka, kwa sababu hao watu wako ndani ya makanisa na wanafanya miujiza kanisani. Kwa maana hiyo usizani tu miujiza yote ambayo inafanyika kanisani yote ni ya kimungu. Kuna mengine ambayo yanafanyika ni ya kichawi. Kwa maana hiyo nitakuwa na somo hili la pili ambapo tunajifundisha hapo. Nitazungumzia sana kuhusu miujiza kwanza ni nini, nitakufundisha kitu kama hicho, na kingine nitakufundisha kwa nini Mungu aruhusu miujiza kanisani, na utatambuaje miujiza ya kichawi. Pia nitaendelea kufundisha pale faida na hasara ya miujiza kanisani. Kwa hiyo nitakupa tu dondoo kidogo ya andiko la Kutoka, ile sura yake ya 7 mstari wa 8 hadi wa 12. Kuna muujiza ulitendeka pale, na muujiza ule uliotendeka pale, Mungu amefanya muujiza na shetani akafanya muujiza. Kwa maana hiyo napenda nikuonyeshe wazi ya kwamba shetani naye anafanya miujiza. Angalau Mungu anafanya miujiza, shetani naye anafanya miujiza. Kwa maana hiyo usizani miujiza yote ambayo inatendeka kanisani yote ni ya kimungu. Kuna miujiza nyingine ambayo ni ya kishetani. Kwa maana hiyo katika somo hili utaelewa vizuri na utatofautisha miujiza ya kimungu ndani ya kanisa na miujiza ya kichawi ndani ya kanisa, kwa sababu Biblia iko wazi, haifichi neno lolote.
inaweka wazi ili Mkristo aamke, atambue miujiza ambayo inatendeka kanisani, kwamba hii injili ni ya kimungu ama hii injili ni ya kichawi. Ninajua kupitia somo hili utaelewa vizuri. Unanifuatilia na unanisikiliza kwenye kipindi hiki, napenda nimalizie kwenye sehemu yetu ya kwanza ya kwamba nimekupa tu dondoo kianzilishi tu cha mafundisho yetu, lakini mafundisho yetu iko baadaye, ya kwamba nimependa nikwambie kwamba nitafundisha vizuri kuhusu utofauti ulioko kosa na dhambi. Vizuri nitafundisha na kuhusu utofauti ulioko kati ya miujiza ya kimungu na miujiza ya kishetani. Nimesema ya kwamba nitakufundisha vizuri katika pointi zote 4 hizi ambazo nimezitaja. Kwa maana hiyo unifuate kwenye kipindi cha pili ambacho nitafundisha kwa usahihi vizuri na maandiko mengi ambayo yako kwenye Biblia ambayo yatakuweka wazi ili upate kuelewa utofauti ulioko kati ya kosa na dhambi, na utambue miujiza ya kimungu na ya kishetani ambayo inatendeka kanisani. Haya yote mawili nitayafundisha vizuri ili upate kuelewa, upate kufufuka, upate kuamka kwenye usingizi wa kiroho. Nasema kwamba karibu kwenye kipindi chetu hicho cha pili. Napenda unifuate vizuri kabisa ili upate kufufuka kiroho. Karibu ndugu mpendwa kwenye kipindi chetu cha pili. Na nitaruhusu maswali na SMS zote zile ambazo utapenda na komantere zote zile ambazo utafanya ili upate kuelewa vizuri masomo yetu haya ambayo tumeandaa. Nasema karibu kwenye kipindi chetu, na najua utapata namba yetu ya mawasiliano chini ya video hii, utayapata vizuri ili upate kuwasiliana na wewe. Karibu kwenye maswali na pendekezo zako kwenye kipindi hiki, na Mungu akubariki. Mkristo, amka. Now, Pastor Ezra Moyo.